Mambo vipi mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu ubuheri wa afya, na kama afya imeyumba basi Mwenyezi Mungu aweze kukuafu uweze kurejelea katika hali yako ya kawaida. Karibu katika kipindi cha Kioo cha Mwanamke, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujua mafanikio yote yaliyofanywa na mwanamke katika jamii. Kwa siku ya leo nitakayekuongozea kipindi hiki, jina langu ni Mariam Fakini, ikiwa na mada mezani, mwanamke na maendeleo ya vijana, ambapo pia nitakuwa naye mwanaharakati wa maendeleo ya vijana Lilian Ruguga. Nikusihi uendelee kusalia nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Lilian, habari za saizi? Salama kabisa. Mimi niko poa, pole na hongera kwa kazi. Asante sana. Tukianza tuwe kama mwanaharakati wa maendeleo ya vijana, safari yako hasa ya kuanza kufanya kazi na vijana ilianzia wapi? Safari yangu ilianza wakati nipo chuo mwaka wa pili naelekea mwaka wa tatu. Ndiyo. Na kipindi hicho nilikuwa ninadili na masuala ya kijinsia, lakini nilijikita kwenye masuala ya afya ya uzazi kwa vijana. Kwa hiyo kutokana na hiyo kazi, wakati nasoma nilivyoona namna ambavyo inanitambulisha kwa jamii, mimi ni mtu wa namna gani, nikavutiwa zaidi kufanya kazi na vijana kwenye masuala ya kijinsia. Na kwa mtazamo wako, mwanamke ana nafasi gani katika kuleta maendeleo kwa vijana? Mwanamke ana nafasi kubwa sana katika kuleta mafanikio kwa vijana, kwa sababu ukiangalia kundi kubwa, kwanza tukianzia kwa vijana wenyewe ambao ni zaidi ya 60%. Ndio. Vijana wengi ambao wanazungumziwa hapa ni vijana wa kike. Kwa hiyo bado tuna mwanamke, hatumtoi hapo kwenye vijana. Lakini pia wanawake ndio ambao huwa wanabeba majukumu makubwa sana kwenye ngazi ya familia, hususani kwenye kulea familia, watoto, kumkuza mtoto, kumfanya mtoto awe ambavyo yeye anataka. Kwa hiyo namna ambavyo mwanamke anamlea mtoto na kumpitisha kwenye ile misingi ambayo anatakiwa akuwe nayo, inakuwa inachangia kwa kiasi kikubwa kumfanya kijana awe yule kijana ambao sisi huwa tunamtazama kwenye jamii. Na tukiangalia kwamba kwa sasa ni changamoto zipi kubwa ambazo vijana wanakumbana nazo zinazowasababishia vikwazo katika kufikia malengo yao? Vijana naomba nijiingize mimi hapo. Vijana tuna changamoto kubwa sana ya kutokueleweka kwenye jamii. Kwa sababu kijana wa miaka hiyo ya 60 sio kijana mimi wa sasa hivi wa mwaka 2000 au wa mwaka 1999 huko. Kuna vitu ambavyo vijana wa zamani walivifanya ambavyo hauwezi ukavifanya kwa wakati, kwa sababu tu ya maendeleo ya teknolojia, lakini pia namna ambavyo dunia imezunguka, dunia imefunguka na kufanya mambo mengi zaidi ambayo yanafanyika hata kwa mbali vijana wapate kufahamu. Lakini kinachotokea kwa sababu vijana wanaufahamu na amesogeziwa taarifa ipo kiganjani mwangu sasa hivi. Kwa hiyo ninahitaji uwazi sana kuliko maelekezo na siasa nyingi. Nahitaji kuambiwa hili ni chungwa, sio unaniambia chungwa wakati mimi naona embe. Nitakwambia mbona hili ni chungwa sio embe, na kama ni chungwa mbona hili chungwa ni la kijani, usiniambia la njano halijaiva. Kwa hiyo vijana tuna changamoto ya kutokueleweka kwa watu ambao ni wakubwa zetu, kwa sababu misingi yao wanayoiamini wanataka sisi tuiamini, wakati hicho kitu hatuwezi tukakifanya kwa sababu ulimwengu umebadilika. Hapo umezungumzia mambo ya taarifa kiganjani na ulimwengu kubadilika. Tukiangalia kwamba kwa upande wako sasa, unatumiaje haya maendeleo ya science na teknolojia katika kuwafikia hawa vijana ambao unatamani wapate maendeleo fulani kama ambayo umeafikia wewe hata kwa kiasi kidogo? Mimi natumia sana mitandao ya kijamii na ni sehemu ambayo inanipa fursa nyingi sana. Naweza nikasema asilimia zote ya fursa ambazo huwa nazipata zinatokana na matumizi ya mitandao ya kijamii, kwa sababu inanitambulisha mimi ni nani, lakini pia kuna vijana ambao nawavutia wanahitaji kuwa kama mimi. Kwa hiyo kuna vijana ambao nawamenta wanahitaji kuwa sehemu fulani kutokana na kazi ambazo wanaziona mimi nazifanya. Kwa hiyo kupitia mitandao ya kijamii kuna namna ambavyo nimetengeneza jukwaa langu la kuwaunganisha vijana wenzangu ambao wana changamoto. Inawezekana mimi niliwahi kuzipitia ama sijazipitia, lakini najua namna ambavyo wanaweza kutatua changamoto hizo.
Kwa hiyo kupitia mitandao ya kijamii nawafikia vijana wengine ambao mimi nakuwa kama mentor wao of course katika kuelekezana mambo mawili matatu. Na umegusia swala la changamoto kwa upande wako sasa, wakati ulipoanza harakati kwamba mimi sasa nataka nijihusishe na vijana na hadi sasa kuna changamoto zipi ambazo kubwa umekabiliana nazo katika harakati zako hizo ama katika safari yako hiyo ya kufanya kazi na vijana? Changamoto kubwa ambayo mimi niliwahi kuipitia, kwanza wakati naanza sikujua natokaje. Kwa sababu nilikosa taarifa za msingi sana. Nilitumia nguvu kubwa kuzipata hizo fursa. Kuna wakati mwingine nilijaribu mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, nilikosa of course. Mpaka pale ambapo nilikutana na vyanzo vya taarifa sahihi. Kwa hiyo ni changamoto ambayo naweza nikasema ilichangia pia pengine labda mafanikio ambayo ninayo sasa hivi yangekuwa makubwa zaidi. Hiyo ndio changamoto ambayo nimekutana nayo. Lakini changamoto ya pili, baada sasa ya kupata hii fursa na kuingia huko duniani, kuna namna ambavyo kuna watu walinipokea. Unajua neno mwanaharakati, kuna namna mtu analitafsiri tofauti. Yes. Anakwambia wewe ni mwanaharakati mdogo hivi, unakuwa mwanaharakati. Tumeisha sijui mwanaharakati ni mtu wa namna gani. Mwanaharakati ni mtu wanachukulia ile kwamba mwanaharakati lazima awe of course awe mzee, sijui awe na mwili mkubwa, awe ni mtu ambaye yani pengine ana mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo wanachukulia hapa mwanaharakati ipo kwa ajili ya watu ambao wana mafanikio makubwa, lakini pia ni watu ambao wanapinga tu hata jambo zuri, jambo ambalo sio sahihi. Mwanaharakati maana yake sitaki jambo hili kwa sababu ni baya, na nimekupa sababu kadhaa, nataka jambo hili liwe zuri kwa sababu ya sababu hizi ambazo nimekupatia. Kwa hiyo ni changamoto ambayo nimewahi kukutana nayo, swala la mwanaharakati. Nikijitambulisha kwa watu kwamba mimi ni mwanaharakati, kuna watu ambao wananitazama vizuri na kuna wanaotazama. Kuna mwingine anaweza kusema mbona kama anataka apindue kitu, na vitu kama hivyo huwa vinatokea mara nyingi sana, vimenikuta. Unakuta kuna mtu mwingine baada ya kujitambulisha tu sehemu fulani, baadaye atakuta wewe umekuwaje umekuwa mwanaharakati? Hebu mdogo wangu niambie, unajua hii sehemu toka huko toka sijui fanya kitu fulani, unaweza ukajiingiza kwenye matatizo. Lakini ni namna tu watu ambavyo wanaweza kutafsiri neno mwanaharakati. Na labda kuna mtu yote ambaye anakudhamini wewe katika kufanya kazi zako hizi za kuwaletea maendeleo vijana? Hakuna. Kwa ni nguvu ya mtu mmoja. Katika dunia ya sasa naweza nikakwambia hakuna mtu ambaye atakuja nyumbani kwako akwambie nataka kukusupport wakati hajaona hiyo jitihada zako. Na huwa hatuiti kwamba wanatufadhili. Sio kweli, kwa sababu mtu anapokufadhili anakulipia hadi maji ya kunywa, bili ya umeme, kodi ya nyumba, vitu gani. Ila mtu anapokusupport anakuunga mkono kwa nauli pengine. Kwa sababu naona wewe Lilian Rubuga unakaa na vijana, unaenda sehemu za mbali labda kama Magu, unatumia nauli yako. Kwa hiyo mimi nimependa, naomba nikuchangie nauli. Vitu kama hivyo huwa ni wanakuunga mkono. Wanakuunga mkono. Sio wanakudhamini, kwa sababu ni kazi ya kujitolea. Wanaharakati sio kazi nyepesi. Hakika. Na wewe ni mwanamke ambaye unahusika na masuala haya ya vijana. Sasa unawezaje kugawa kwamba mwanamke kama mlezi, mwanamke kama msimamia maadili, na mwanamke pia kama anayeleta maendeleo kwa vijana katika jamii? Namna ambavyo umetaja inaonyesha kabisa sio kitu rahisi kwanza. Japokuwa huwa ninapata wasiwasi na mashaka mtu anaposema unawezaje kujigawanya kwa mtoto wa kike. Ni maswali ambayo mara nyingi sana huwa tunaulizwa. Lakini kwa mtoto wa kiume, kuna watoto wa kiume ambao unakuta ni baba wa familia, amefungua biashara sehemu fulani, anafanya kazi ofisini kwake alipoajiriwa. Ndio. Umeona vitu kama hivyo. Lakini anaweza kufanya hivyo vitu vyote. Lakini kwa upande wa mtoto wa kike, kuwa mlezi kuwa msimamia maadili, kuwa mleta maendeleo, inaweza ikawa ni rahisi, lakini pia inaweza ikawa ni ngumu kulingana na namna ambavyo unaweka ratiba zako. Ndio. Yes, na kusimamia nini ambacho unataka.
Yes, lakini pia kama una support, kuna watu ambao wanakuunga mkono. Kama kuna familia ambayo inakuelewa nini ambacho unakifanya na wako tayari kukusaidia baadhi ya majukumu. Lakini pia watu wako wa karibu, watu kama marafiki unajua hata kuna maneno ambayo mtu anaweza akakwambia yakakuharibia ratiba zako. Yes, hivyo vitu huwa vinatokea. Kwa hiyo kwa upande wangu sio kazi ngumu, lakini pia sio kazi nyepesi, kutokana na namna ambavyo tunaungwa mkono na watu ambao wametuzunguka, ikiwemo familia. Kama mtu ambaye yupo kwenye mahusiano, umeolewa, mume anachukuliaje kazi yako, yupo tayari kukusapoti. Kama mtu ambaye haujaolewa, sawa, lakini marafiki zako wa karibu, ndugu jamaa na marafiki wanafanya nini ili kukuwezesha wewe kutoka hapo ulipo na kuhakikisha kwamba unafanya vitu vyote hivyo haupotezi hata lengo moja. Kwa upande wako sasa, je, familia inakuunga mkono ama ndo wamekuacha Lili na vijana wake? Mimi naunga mkono, lakini kwangu mimi uungwaji mkono ni tofauti kidogo, kwa sababu watu wengi wanaoniunga mkono wala hata sio familia yangu, yani damu, naweza nikasema hivyo. Lakini tumekutana nao kwenye harakati, tukasema sisi ni kitu kimoja, ni brothers and sisters, kwa sababu tunatimiza lengo moja, kwa hiyo lazima tushikane mkono. Kwa hiyo watu wengi ambao mimi huwa wananisapoti ni marafiki zangu katika kazi ama nje ya kazi. Na ni mbinu gani ambazo unazitumia wewe kama wewe kuweza kufanya kazi na vijana na kuhakikisha maendeleo ambayo unatamani vijana wayapate wanayafikia? Mbinu ambayo ninaitumia mimi ni kuwasoma vijana wanataka nini. Kwa maana ya kwamba hata kabla sijafikiria kufanya mradi pengine kuhusu masuala ya vijana, lazima nifahamu eneo ambalo naenda kufanya huo mradi, kuna vijana wa namna gani, wanawaza nini, wanataka nini, wanapitia changamoto gani, nini ambacho wanakitamani. Kwa sababu kuna vijana ambao wameshavuka hiyo stage pengine ya kupata elimu ya kujitambua. Tayari wanajitambua lakini hawana mtaji. Kwa hiyo wanataka ukawafundishe kuhusiana na namna ya kupata fursa za mtaji, na ukipata ufanyeje. Siwezi tena mimi nikienda pale niambie jamani vijana natakiwa kujitambua, wataniona kama napoteza muda. Kwa hiyo mbinu ambayo ninaitumia, ninawasoma kwanza vijana wenyewe wanataka nini, lakini pia uwazi, kwa sababu katika hichi kizazi chetu ni vijana ambao tunapenda sana uwazi. Mimi mwenyewe wa kwanza, nyeupe ni nyeupe, na usiniambie hii ni nyeupe lakini kama maziwa hivi, nyeupe ni nyeupe, na nyeusi uniambie hii ni cream, sio nyeupe, na hii ni nyeupe. Kwa hiyo ni vijana ambao tunahitaji uwazi, na ndio maana mimi pia natamani pia vijana ambao huwa nawafikia tuwekane wazi, nini ambacho anataka mimi, pia nini ambacho nataka kutoka kwao. Hizo ndio mbinu ambazo huwa nazitumia. Kwa kumalizia tu, wito wako kwa vijana sasa na kwa jamii inayokuzunguka hasa katika kuwaletea maendeleo vijana ni upi? Wito wangu kwa vijana, kwanza vijana tuache kuota. Hichi kitu kuota. Kila siku tunaota kwamba natamani kuwa fulani, natamani kuwa siku moja mwakilishi wa vijana. Lakini mtaani kwako pale pengine kuna fursa za vijana za kufanya uwakilishi hata kwenye mabaraza ya maamuzi. Wewe huwa unaenda kwenye vikao vya serikali za mitaa. Kwa hiyo tutoke kwenye kuota, tufanye vitendo. Tukishafanya vitendo, tukikwama tusilalamike, tutafute njia za kujikwamua. Watu wapo wa kutusaidia. Tupate taarifa sahihi za sisi kutoka hapa ambapo tulipo, tuende pale ambapo sisi tunataka. Lakini jambo lingine, ustahimilivu. Kuna mambo mengi ambayo yanatukatisha tamaa huko tunakopita katika kutafuta fursa. Kwa hiyo usipokuwa na uvumilivu, utajikuta kila siku wewe unaishia nyumbani, unakata tamaa. Kila siku wewe unaanza moja. Kwa hiyo lazima tutoke kwenye ndoto, tuzifanyie kazi ndoto zetu, lakini pia tuwe wavumilivu katika kile ambacho tunakifanya. Vitu kama hivi. Asante sana, uwe na wakati mwema pia. Shukrani.
Na mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo ndani ya Kioo cha Mwanamke. Ulikuwa nami Mariam Fakii nikiwa na mada mezani, mwanamke na maendeleo ya vijana, ambapo nilikuwa naye mwanaharakati wa maendeleo ya vijana Lilian Ruguga. Na nikukumbusha usisahau kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na YouTube kama SAUT TV, na kule TikTok @SAUT TV TZ. Uwe na wakati mwema. Na siku zote tunasema hivi, Kioo cha Mwanamke, jitazame, tunaangazia mafanikio ya mwanamke katika jamii zetu. Bye.